ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Leo nataka nizungumze na wewe siri moja kubwa sana na ya muhimu kuhusu nguvu ya ulimwengu wa roho. Kwa kuwa katika maisha haya tunayoishi kuna umuhimu mkubwa sana wa kumtegemea Mungu. Lazima tujifunze kuwa waombaji. Ukitaka kuona nguvu za Mungu kwenye maisha yako, lazima ujifunze kuwa muombaji. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, lazima ujifunze kuwa msomaji wa neno. Ni muhimu sana kuwa msomaji wa neno la Mungu. Unapolisoma neno la Mungu, unazigundua ahadi ambazo Mungu ameziahidi juu ya maisha yako. Lakini pasipo kulisoma neno la Mungu, kuna ahadi zako ambazo huwezi kuzifahamu, ambazo huwezi kuzigundua. Hivyo ni muhimu sana kuwa muombaji, msomaji wa neno, lakini pia kuwa mtoaji wa sadaka. Ni muhimu sana sisi tunaomfuata Yesu kuwa watoaji. Utoaji una neema, utoaji unafungulia milango, utoaji una baraka. Watu wengi ambao Mungu aliwainua ni wale waliokuwa na roho ya utoaji. Utoaji ni dhabihu ya kweli inayoishi na kuonyesha kwamba unampenda Mungu. Hivyo ni muhimu sana watu wa Mungu tujitahidi kuwa waombaji, tujitahidi kuwa wasomaji wa neno, tujitahidi pia kuwa watoaji. Hivi vitu vitatu ni vya muhimu sana katika maisha yetu ya kumfuata Yesu, katika maisha yetu ya kiroho. Watu wa Mungu, usipokuwa muombaji, kuna vita vya kiroho ni vigumu sana kuvishinda. Mtu wa Mungu, usipokuwa msomaji wa neno, kuna mbinu na maarifa ya Mungu ni vigumu sana kuyafahamu. Hivyo ninakusihi mtu wa Mungu, ili kuielekea hatima yako, ni lazima uwe msomaji wa neno, msomaji wa Biblia. Kusoma neno la Mungu kunafungua ufahamu, kunaleta maarifa, kunafungua macho ya kiroho kuona ahadi, kuona njia ya kuielekea hatima. Lakini usipokuwa msomaji wa Biblia, macho yako yanapigwa upofu. Shetani anakudanganya kwamba haiko hivyo. Lakini ukiwa msomaji, utagundua kwamba kumbe na kuna hili ambalo Mungu anahitaji kulifanya kwenye maisha yako. Huwezi kuifikia hatima yako kama hujayashika haya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, jambo la kuwa mwana maombi, uwe muombaji. Kwenye maombi hapa kuna maombi ya kuomba, kuna maombi ya kufunga. Yes, hao yote ni kwenye kategori ya maombi. Lakini pia lazima uwe msomaji wa neno, unasoma neno la Mungu. Hiki ni kitu kizuri sana. Lakini pia lazima uwe mtoaji. Haleluya. Hii ni sauti ya hatima kutoka nyumbani kwako with Mind of God, JB Innocent. Amen.